Halmashauri ya wilaya Mkuranga kwa mwaka wa fedha unaokuja, yani 2026 2027, katika bajeti iliyopitishwa leo tumepanga kutumia kiasi cha bilioni 76. Katika hizo bilioni 76, mapato ya ndani ni bilioni 18.8. Hayo ni mapato ya ndani. Nyingine ni mishahara na fedha kutoka serikali kuu. Katika haya mapato ya ndani tumepanga kuendeleza mambo mengi, lakini makubwa ni kama yafuatayo. Moja, tumepanga kujenga barabara za ndani na kiasi tumetenga kwa ajili ya kutenga barabara za ndani. Mji wetu unakuwa, lakini bado unakosa barabara nyingi za ndani za lami. Kwa hiyo kiasi cha fedha kitapelekwa kwenye barabara za ndani, lakini kiasi kingine cha fedha kama mnavyoiona Mkuranga na mnavyosema kwamba inaonekana kama ni mji unakuwa, lakini haukui kimipango. Kwa hiyo kwa mwaka wa fedha huu tulitenga milioni 250, lakini kwa mwaka wa fedha pia unaokuja pia tumetenga milioni 200 kwa ajili ya kuandaa master plani, mpango wa mji, mpango kabambe wa mji, na tumemconsult tumepata mzabuni ambao ni Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Wao ndio wanatuandalia mpango wakati. Kwa hiyo tumetenga fedha kwa ajili ya ukamilishaji wa mpango mkakati na utekelezaji wake. Maanake mnakuwa na mpango kisha unatenga fedha kwa ajili ya kutekeleza mpango. Kwa hiyo utaona katika bajeti ya mwaka huu tumetenga zaidi ya bilioni 1 pia kwa mwakani kwa ajili ya kutekeleza ule mpango mkakati ambao utakamilika mwaka huu wa fedha. Naitwa Adil Hassan Kinyenga, ni diwani wa kata Mpeko, halmashauri ya wilaya Mkuranga. Niwashukuru ndugu waandishi wa habari wa kukimbilia leo kwenye baraza letu. Tuko na vikao viwili, baraza la mwaka lakini pia baraza la bajeti pamoja na baraza robo ya pili. Mtaona wenyewe, mmeshuhudia namna ambavyo tumefanya kazi nzuri chini ya viongozi wetu, mwenyekiti wetu wa halmashauri, ya kwamba tunakwenda sasa kukusanya bilioni 18.8 na tumekubaliana kwa dhati kabisa kutenga bilioni 8.9 kwenye miradi ya maendeleo. Ni kazi kubwa sana, na hii yote, chachu hii ya maendeleo inastagizwa na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Sisi wananchi wa Mipeko mathalani tumenufaika sana na Mheshimiwa Rais, hususan katika siku zake hizi 100. Mheshimiwa Rais katika siku 100 kwenye kata yetu ya Mipeko amegusa elimu, amegusa barabara, amegusa afya, lakini pia amegusa eneo la mikopo kwa vijana, kina mama na watu wenye uhitaji maalum. Kwa tunamshukuru sana Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Naitwa Abdul Omar Zombe, diwani wa kata ya Dondo katika wilaya hii ya Mkuranga. Kwanza tunashukuru tumepitisha bajeti yetu ya 26-27. Kwa kweli kwa namna ya kipekee, kwanza ni shukuru Mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri, lakini nimshukuru mkurugenzi mtendaji wa halmashauri pamoja na wataalamu wake kwa ujumla kwa namna ya kuratibu mpango wetu wa bajeti wa 26-27, na hatimaye na sisi tumeanza vikao na hatimaye leo kupitisha kwenye baraza. Kwa kweli ni bajeti nzuri ambayo inakwenda kutatua baadhi ya kero za wananchi, hususan kwenye miradi ya elimu na afya. Miradi ya elimu na afya kwa kiwango kikubwa tulioiweka inakwenda kutatua changamoto za wananchi, japo sio kumaliza, lakini inaenda kutatua changamoto. Naitwa Msuko Yusufu Msuko, diwani wa kata ya Msonga. Mimi natoa shukrani nyingi sana kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Pia natoa shukrani kwa mbunge wetu Abdalla Hamisi Ulegea, waziri wetu wa ujenzi. Pia naizungumzia bajeti yetu ya 25-26 nzuri, imeenda vizuri, kazi tulioifanya vizuri. Pia Dr. Samia Suluhu Hassan kwenye barabara, sasa hivi nazungumzia, nimepata hela bilioni 1 na milioni 73, najenga barabara kutoka Mavunja na Sibugani, Sangasanga, Sotele. Hivyo ninavyozungumzia wakandarasi wapo saiti
kwa kazi yake kubwa anayoifanya Mheshimiwa Rais. Hatuna la kumlipa wananchi, kumlipa kwake maendeleo kama tulivyomlipa mwanzo kwenye kupiga kura. Rosemary James Kasuka, diwani wa kata ya Tengerea, halmashauri ya wilaya ya Mkuranga. Kwa kweli baraza la leo limekuwa ni nzuri na la faraja sana. Bajeti imekuwa ni nzuri, japo kuwa pesa ya serikali wakati mwingine haitoshi, na pesa siku zote huwa haitoshi. Lakini pamoja na pesa kutokutosha, serikali inajitahidi. Kwa mfano katika kata yangu wamejenga shule nzuri ya kisasa ya masomo ya sayansi ambayo imegharimu takriban karibia milioni 500. Mheshimiwa Rais ameziwekeza pale, pamoja na jitihada kubwa za mbunge wetu Alhaji Abdalla Ulega. Lakini pia pamoja na yote hayo, bado changamoto wazishi. Sekondari tumepata, lakini tuna tatizo la barabara. Najua na yote haya tumeyaongea leo. Najua serikali itajitahidi kutuletea barabara, lakini sio barabara peke yake. Sekondari yetu inahitaji umeme, kuna vifaa vya kisasa, kuna kompyuta, kuna kila kitu na maabara ziko tayari. Bajeti bado haitoshi, na hasa bajeti ya barabara, kwa sababu bajeti ya barabara mtaalamu anasema tutakiwa tuwe at least angalau na bilioni 6, lakini tuna bilioni 2. Kwa hiyo bilioni 2 ina maana hatujafika hata nusu ya bajeti ya barabara. Lakini basi tutafanyaje? Najua bado wanajitahidi, najua mbunge yupo anapambana, na tunashukuru Mungu mbunge wetu sasa ni waziri wa mabarabara. Ninaamini atatukumbuka kwa sababu anakaa huko nje ya Mkuranga, lakini moyo wake na mawazo yake yote yanaishi hapa Mkuranga.